Katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23, neno la Mungu linatupa mwangaza kuwa sisi ni roho ambao tunakaa ndani ya miili, lakini tuna akili. Binadamu ni roho inayokaa ndani ya mwili, lakini na akili. Na mimi nataka siku ya leo kwa ufupi tuangalie ni namna gani akili zinaweza kuboreshwa zikaweza kuendana na neno la Mungu, na hivyo kukuruhusu wewe kupokea kila ahadi ambayo Mungu ameweka kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwarizo na ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Maandiko matakatifu yanasema katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 5, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zinaweza katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Maandiko matakatifu yanatuonyesha ya kwamba kumbe baada ya kuokoka kuna ahadi mbalimbali ambazo Mungu ameweka kwa ajili yetu, lakini hizo ahadi mbalimbali ambazo Mungu ameziweka kwa ajili yetu, tuna nafasi yetu sisi kuhakikisha kuwa tunazipokea hizo ahadi. Mungu hawezi kulazimisha mtu apokee ahadi. Mungu ameahidi uzima, Mungu ameahidi baraka, Mungu ameahidi hekima, lakini vitu hivi vyote haviwezi kulazimishwa ndani ya maisha yetu. Ni lazima sisi tuweze kuvipokea. Na kwa kawaida kama neno linavyotufundisha, ahadi hizi zote kwanza tunaweza tukazipokea kupitia roho zetu, kwa sababu roho zetu ndio zina uwezo wa kufanya mambo katika ulimwengu wa mwili. Lakini kuna jambo la kuelewa kuhusiana na akili zetu, ni kwamba kama akili zetu zitakuwa hazikuwekwa katika msingi wa neno la Mungu, akili zetu mara nyingi zina tabia ya kuanza kupingana na roho zetu, na mara kunapotokea na mapingano hayo, siku zote mashaka yanaingia. Mashaka yanapoingia yatazuia imani inayokuwezesha kupokea vitu isifanye kazi. Kwa hiyo kuna kusudi maalum la kujifunza kuhusiana na namna gani ya kuboresha hali ya akili ili iweze kuruhusu imani ifanye kazi ipasavyo, na matokeo yake itakuwezesha wewe kupokea ahadi ambazo Mungu ameweka kwa ajili yako. Ndio maana maandiko yanasema tukiangusha ngome za kila kinachojiinua. Tuna kazi ya kuangusha mawazo. Kama watu wa Mungu tunayo kazi hiyo. Ni muhimu sana kusimamia neno la Mungu. Ni muhimu sana kusimamia maombi, kwa sababu kupitia neno la Mungu, kupitia maombi, tunaangusha mawazo ambayo hayaendani na neno la Mungu. Kumbuka, mawazo haya yana kusudio la kupanda mashaka ndani ya roho yako, na kama mashaka yatapandikizwa ndani ya roho yako, basi ni vigumu kuweza kupokea ahadi ambazo Mungu ameziweka. Kwa hiyo unahitaji akili zako zibadilishwe, unahitaji akili zako ziwekwe sawasawa na neno la Mungu. Ndio maana unahitaji kusoma neno la Mungu kila siku, kwa sababu jinsi unavyozidi kusoma neno la Mungu ndivyo unavyozidi kubadilisha ufahamu wako, na mara unapobadilisha ufahamu wako unajiweka katika mazingira ambayo ni ya kushinda zaidi, kwa sababu mashaka hayatakuwa na nafasi ndani yako, na hivyo imani itakuruhusu kupokea ahadi ambazo Mungu ameweka kwa ajili yako. Akili zetu siku zote zinataka kupingana na roho, lakini mara tunapokuwa wasomaji wa neno, watu wa kutafakari neno, akili zetu zinaanza kukubaliana na ahadi ya neno la Mungu, na hivyo zinairuhusu roho zetu kuweza kupokea kila ambacho Mungu ameweka kwa ajili yetu. Sisi ni roho, tunakaa ndani ya miili, lakini tuna akili, uwezo wa kufanya maamuzi, tuna utashi, tuna nafasi ya kufanya maamuzi ya kukubaliana au kukataa juu ya jambo fulani, na hiyo inamaanisha tunawajibika katika kila maamuzi ya maisha yetu. Ndugu mpendwa, kama unataka na wewe ufurahie ahadi ambazo Mungu ameweka kwa ajili yako, basi hakikisha akili zako zimekaa sehemu yake, zimekaa katika neno, kwa sababu akili za mtu ambazo zimewekwa katika msingi wa neno zitafanya kazi pamoja na roho kuruhusu kupokea ahadi za Mungu. Lakini akili ambayo haijakaa katika msingi wa neno siku zote itapandikiza mashaka ndani ya roho, na matokeo yake itakuzuia wewe kupokea ahadi za Mungu. Kama umebarikiwa na somo hili kwa namna yoyote ile, basi niandikia comment hapo chini. Lakini kama una swali au una jambo lolote ambalo linahitaji ufafanuzi zaidi, mawasiliano yangu yako hapo chini, nitafute. Ningependa niwe baraka kwako kwa kadri ya inavyowezekana. Mpaka hapo tutakapokutana tena, usisahau kuwa Mungu anakupenda na anataka wewe uishi maisha ya ushindi. Barikiwa.